Jeshi la Israel IDF limefanya mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi na mashambulizi ya mizinga na mashambulizi ya makombora katika maeneo mbalimbali kusini mwa Lebanon siku ya Jumamosi, ikilenga maeneo ya Jezni na Batei. Shambulizi la awali lilitekelezwa kwa kutumia ndege isiyo na rubani drone ikilenga gari katika mji wa Kifran, huku mashambulizi mengine matatu ya anga ikilenga eneo la karibu na kituo cha ukaguzi cha jeshi la Lebanon karibu na mji huo. Katika wilaya hiyo, ndege za kivita zilifanya mashambulizi dhidi ya mji wa Al-Hilan pamoja na maeneo yake ya pembezoni, huku mashambulizi mengine yakiripotiwa katika viunga vya Sojodi. Mashambulizi ya mizinga pia yalianza katika wilaya ya Nabatei, ambapo makombora yalianguka katika kitongoji cha Rabat ndani ya mji wa Nabatei. Kusini zaidi katika wilaya ya Tell, vikosi vya Israel vilishambulia kwa makombora mji wa Sarfa na kutekeleza shambulizi lingine dhidi ya mji wa Makri. Mapigano hayo pia yalienea hadi wilaya ya Majun, ambapo mji wa Kiam pia ulilengwa katika mashambulizi hayo. Wakati huo, serikali ya Lebanon inaendelea kuweka mkazo msimamo wake wa kufuata njia ya mazungumzo moja kwa moja na mamlaka za Israel licha ya vita vinavyoendelea nchini humo. Hata hivyo, hatua hizo za kidiplomasia zinaendelea kukataliwa kwa kiwango kikubwa na makundi mbalimbali ya kisiasa na wananchi, huku raia wengi wa Lebanon wakipinga mazungumzo moja kwa moja wakati mashambulizi bado yakiendelea. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha Al-Mayadin, imeripoti kwa duru ya 5 ya mazungumzo kati ya maafisa wa Lebanon na Israel imepangwa kuanza mjini Washington tarehe 22 Juni. Chanzo hicho kilieleza kuwa mazungumzo hayo ni ya muhimu mkubwa katika kutafuta suluhisho la masuala ambayo bado hayajapata ufumbuzi kuhusu uondoaji wa vikosi vya Israel kutoka kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa chanzo hicho, ujumbe wa Lebanon utajumuisha maafisa wa kijeshi, jambo linaloonyesha uzito wa mazungumzo hayo na kuakisi lengo lake la kuweka mfumo wa uendeshaji wa vikosi vya Israel kupitia maeneo yanayoitwa maeneo ya majaribio. Chanzo hicho kilifafanua kuwa maeneo hayo ya majaribio yatahusisha uondoaji wa hatua kwa hatua ya vikosi vya Israel kutoka maeneo maalum sambamba na kupelekwa kwa jeshi la Lebanon pamoja na utekelezaji wa mpango wa serikali unaolenga kuzuia umiliki wa silaha kwa taasisi rasmi za dola pekee. Duru ijayo ya mazungumzo itajikita katika kubainisha taratibu za vitendo vya utekelezaji wa mpango wa uondoaji wa vikosi vya Israel katika ardhi ya Lebanon pamoja na kutathmini hatua za kiusalama zinazohusiana na kuongezwa kwa uwepo na usambazaji wa vikosi vya jeshi la Lebanon katika maeneo mbalimbali kusini mwa nchi hiyo.